katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Naomba ifahamike kuwa serikali inaitazama sekta hii kama moja ya sekta za kimkakati ambazo zinachangia katika mageuzi makubwa ya kiuchumi. Nyote mnafahamu mwezi Julai mwaka 2026 tutaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Dira ambayo ndani yake imebeba maono makubwa, imebeba matarajio na matamanio makubwa ya kujenga uchumi wenye thamani ya dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Yaani tunakwenda kujenga uchumi utakaokuwa zaidi ya mara 10 ya uchumi tulionao sasa, ambao una thamani ya dola za Marekani bilioni 81.5. Ni uchumi ambao utaongeza pato la Mtanzania kutoka dola za Marekani 1343 za sasa kwenda dola za Marekani 7,000 ifikapo mwaka 2050. Na hiyo ni pato la mwaka. Wakati huo tunategemea kwamba nchi yetu itakuwa na Watanzania zaidi ya milioni 120. Kwa sasa hivi tuko kama milioni 65. Kwa hiyo tutakuwa karibu mara 2. Kwa hiyo tunakwenda kujenga uchumi mkubwa. Sasa serikali kwa kutambua hili imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya usafiri na usafirishaji kupitia anga, maji na barabara. Tukianza na usafiri wa anga, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2022-23 hadi 23-24 serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika viwanja vya ndege yenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1 na bilioni 154 inayolenga kuongeza uwezo wa viwanja vyetu vya ndege kuhudumia ndege na abiria pamoja na mizigo, lakini pia kuboresha usalama, ulinzi na uwezeshaji katika viwanja hivyo. Baadhi ya miradi inayotekelezwa imekamilika kwa 100% na mingine ipo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji. Naomba nitaje baadhi michache katika viwanja vya ndege. Tunao uwanja wa ndege wa Arusha. Uwanja huu unatekeleza mradi mkubwa wa kuongeza uwekaji kwanza wa taa na za kuongozea ndege ambao unagharimiwa na serikali, pamoja na ujenzi wa kituo cha umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 10 na milioni 472. Mradi huu mpaka sasa umefika 25% ya utekelezaji. Ujenzi wa jengo la abiria katika uwanja huu umekwisha kamilika, unatumika vizuri, na mimi leo tu asubuhi nimepita katika uwanja ule. Tuna uwanja mzuri kabisa na unavutia watu wengi. Tunafanya pia uwekezaji katika uwanja wa ndege wa Moshi. Serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege inatekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa Moshi ambao unaendelea kwa gharama ya shilingi bilioni 14.14. Mradi huu unahusisha ukarabati wa barabara ya kuruka na kutua ndege kwa kiwango cha lami yenye urefu wa mita 1240, ujenzi wa barabara za kuingia uwanjani zenye urefu wa mita 455, ujenzi wa maegesho ya ndege, njia za kiunganishi kwa kiwango cha lami, pamoja na ujenzi wa barabara za mzunguko na uzio wa usalama wenye urefu wa kilomita 8. Huu mradi umeshafika 69%. Lakini pia katika uwanja wa ndege wa Mwanza, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika hivi sasa, najua hii imekuwa ni kero ya muda mrefu, kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa ujenzi wa jengo la abiria na miundombinu yake unaendelea, na taarifa ya awali imeshakamilika na sasa ipo katika maboresho. Lengo letu ni lazima tujenge jengo la abiria la kisasa Mwanza, kwa sababu ule ndio uwanja wetu mkubwa namba 2. Kama unataka kuangalia viwanja vyetu vikubwa vya kimataifa, ukiondoa Dar es Salaam, tunayo Kilimanjaro, tunao uwanja wetu wa Mwanza ambao sisi kama serikali tunauona uwanja huu kama uwanja wa kimkakati. Kwa hiyo jengo lile litajengwa. Najua abiria wanaotumia uwanja wa Mwanza wamekuwa na maombi ya muda mrefu. Kazi hii hatujaiacha, inaendelea na tutaikamilisha. Tunajenga uwanja wa ndege Serengeti. Tumeamua kujenga viwanja vya ndege katika maeneo ya hifadhi, na huku mbele nitawaambia namna ambavyo sekta hii ya usafiri na usafirishaji ilivyoleta matokeo makubwa katika sekta ya utalii. Kwa mamlaka ya viwanja vya ndege pia inafanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika kiwanja cha kimataifa cha ndege Serengeti. Kazi hiyo itahusisha usanifu wa miundombinu ya kiwanja cha ndege, usanifu wa jengo la abiria, jengo la mizigo na mfumo wa taa za kuongozea ndege. Tunategemea kwamba tufanye kazi hii kwa ushirikiano na shirika letu la hifadhi ya jamii la PSSF, tuwe na kiwanja kizuri pale Serengeti kwa ajili ya kuongeza idadi ya watalii na kuvutia utalii zaidi katika nchi yetu.
Lakini tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kiabajwa kule Kagera. Tumeshakamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, na muda wote pia tutaanza kujenga miundombinu mbalimbali ya uwanja huu. Tunafanya kazi pia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato Dodoma. Wote mnafahamu, tumeshawapitisha mara nyingi waandishi wa habari. Mradi huu unajengwa na umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, maegesho ya ndege, barabara za kuingia na kutoka, barabara za viingilio, usimikaji wa taa za kuongozea ndege na ujenzi wa uzio wa usalama. Tunatumia pale shilingi bilioni 165.627. Kazi hii imefika 90%. Sehemu ya pili tutahusisha ujenzi wa jengo la abiria, maegesho ya magari, kituo cha umeme na miundombinu saidizi kwa gharama ya shilingi bilioni 194, ukitekelezwa pale pale katika uwanja wa kimataifa wa Msalato. Lakini pia tunao uwanja Shinyanga. Kazi ya uwanja huu ukarabati wake na upanuzi unaendelea, ukihusisha ujenzi wa barabara ya kuruka ndege yenye uwezo wa kupokea ndege za Q400 Bombardier, ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria 250,000 kwa mwaka, na ujenzi wa maegesho ya ndege, njia unganishi, mifereji ya maji, kituo cha umeme na maeneo mengine ya usalama. Lakini pia tunajenga pia kiwanja cha ndege cha Tabora. Mradi huu na wenyewe kazi inaelekea ukingoni. Tumefika 98%. Mradi huu utakapoanza kutumika utahudumia takriban abiria 500,000 kwa mwaka, na serikali inatumia shilingi bilioni 26.1. Pia tunajenga uwanja wa ndege kule Kigoma. Mradi huu sasa hivi umefikia 42%. Tutatumia shilingi bilioni 46.68 na kazi sasa hivi inaendelea. Uwanja utakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 400 kwa wakati mmoja. Lakini pia tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Mradi huu upo katika hatua za mwisho, ukihusisha ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga ambao unatekelezwa pale kwa gharama ya shilingi bilioni 60. Kazi hii pia ikikamilika, tunategemea ndege zetu za ATCL zitaanza kufanya kazi katika uwanja huu. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, tunafanya uwekezaji huu kwa sababu tunataka kuvutia mashirika mengi ya ndege yaje kufanya kazi katika nchi yetu, yalete abiria wengi, yatuongezee watalii pamoja na fursa nyingine mbalimbali za uwekezaji na biashara. Na kazi ambazo tumezifanya hususan katika viwanja vyetu vya kimataifa, huu hapa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, lakini pia uwanja wetu wa kimataifa wa KIA Kilimanjaro, zimeanza kutuonesha matokeo makubwa. Hivi ninavyozungumza nanyi, katika kipindi cha mwaka mmoja tu uliopita, tumevutia kampuni kubwa za kimataifa za ndege 7 kutokana na uboreshaji wa miundombinu, huduma za kiusalama na huduma nyingine mbalimbali katika viwanja hivi, na kampuni hizi zinaendelea kufanya kazi katika viwanja vyetu. Tunao Airlink, tunao Zambia Airways, Saudia Air France, Skywards Express, tunao South Africa Airways na Air Air ambao kabla hawakuwepo. Kwa sasa wanatua katika viwanja vyetu na wanaendelea kuongeza idadi ya watu wanaokuja Tanzania. Sasa kutokana na maboresho tuliyofanya katika miundombinu ya usalama katika uwanja wetu huu wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini pia katika uwanja wetu wa Kilimanjaro, matokeo makubwa zaidi tunayatarajia katika kipindi kijacho, kama ambavyo nitasema hapo baadaye. Sasa mamlaka yetu ya viwanja vya ndege imeendelea kukusanya takwimu rasmi za uendeshaji wa viwanja katika viwanja takriban 61 ambavyo vinahudumiwa na uwanja huu. Lakini takwimu hizi zinaonesha tumepiga hatua kubwa katika malengo yetu ya kuongeza watu ambao wanakuja Tanzania kupitia katika viwanja vyetu vya ndege. Kwa mfano, takwimu za mwaka 2023-24 tulikuwa na safari za ndege 148,897 ambazo zilisafirisha abiria 5,150,000 kama na 50 hivi kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza tumeanza kupata mafanikio makubwa, na sasa idadi ya abiria imeongezeka sana. Mwaka huu 2025-26 tunategemea kufikia rekodi ambayo hatujawahi kufikia ya kuwa na safari zaidi ya 182,000 za ndege ambazo tunatarajia zituletee abiria zaidi ya milioni 6. Abiria zaidi ya milioni 6. Sisi malengo yetu tufike abiria milioni 10. Safari hii tunategemea kufika zaidi ya abiria milioni 6. Na hivi ninavyozungumza, kati ya mwezi Julai na mwezi
Disemba mwaka 2025, yani nusu ya kwanza ya mwaka huu 25-26, tayari tumeshafanya safari za ndege 91,760 na tumeshasafirisha abiria 371,081. Kwa hiyo dalili ni njema na inaonyesha tunafanya vizuri katika eneo hili la kuongeza idadi ya watu wanaosafiri kupitia viwanja vyetu, lakini safari za ndege ambazo zinakuja hapa kwetu.